Nchini Uganda, mwanaume mmoja alisikika akilia mahakamani, akionyesha maumivu, hofu na uchovu wa mateso yasiyoelezeka, akimwomba Rais Museveni amuue tu, amechoka mateso. Mwanaume huyu anaitwa Edward Ssebuuf, almaarufu Eddie Mutwe, mlinzi binafsi wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Robert Kyagulanyi, maarufu kama Bobi Wine. Mwezi Aprili mwaka 2025, dunia ilishuhudia tukio lililoacha hisia za hofu na huzuni kwa wale waliofuatilia siasa za Uganda. Eddie Mutwe alibebwa na watu waliokuwa na silaha kali karibu na jiji la Kampala nchini Uganda. Baada ya kumchukua tu, haikujulikana wapi walienda naye au hali yake kwa masaa kadhaa, na jina lake lilikuwa chanzo cha hofu nchini Uganda. Habari zilienea Uganda nzima. Dunia ilimtambua mlinzi huyu hodari aliyekuwa kimbilio la kiongozi wake. Ghafla akawa hatarini kuathiriwa vibaya kwa sababu ya kuunga mkono misimamo ya upinzani. Baada tu ya tukio hilo, muda kidogo ukapita. Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa majeshi wa Uganda, ambaye ni mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, alithibitisha kwamba Eddie Mutwe alikuwa mikononi mwa jeshi la polisi. Maneno yake yaliyojaa vitisho yaliongeza huzuni kwa familia ya Mutwe na wafuasi wa upinzani. Ama hakika tukio hili liligusa sana hisia za watu wa Uganda. Kwa mujibu wa habari mbalimbali zilisema kwamba mlinzi huyu alieleza kuwa tangu uchaguzi mkuu malizike Januari mwaka 2026, amekuwa akikamatwa mara kwa mara na kuteswa, wakati yeye si mwanasiasa, ni mfanyakazi tu, yani mlinzi wa Bobi Wine. Kwa majonzi makubwa alisema yeye ni kibarua tu wa kawaida aliyeajiliwa kama mlinzi na hakuwahi kuhusika kama mwanasiasa. Edward Ssebuuf, Eddie Mutwe, mlinzi wa Bobi Wine. Pamoja na mateso makali aliyoyapata huko alikoshikiliwa, lakini bado alibambikiwa kesi ya uhaini mara baada tu ya uchaguzi. Alipopelekwa mahakamani, alieleza kwa uchungu sana, akasema, mimi ni kibarua tu, nimeajiliwa kama mlinzi. Kosa langu ni nini? Mimi sio mwanasiasa, nafanya hii kazi kwa ajili ya riziki yangu tu. Kama nimefanya kosa, naomba rais aruhusu ni uawe tu, sina namna nyingine. Alinukuliwa akisema hadi sasa mamlaka za usalama nchini Uganda hazijatoa kauli rasmi kuhusiana na madai hayo aliyobambikiziwa kama muhaini. Lakini cha ajabu ni kwamba anayelindwa hajawahi kwenda kabisa mahakamani kumwona mlinzi wake. Wengine wanaweza kuuliza, huyu Bobi Wine ni nani? Bobi Wine jina lake anaitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, maarufu kama Bobi Wine. Ni mwanasiasa na msanii wa muziki kutoka Uganda aliyepata umaarufu mkubwa kupitia muziki kabla ya kuwa mwanasiasa. Alizaliwa mwaka 1982 na kuanza harakati zake za kisiasa mwaka 2017 alipokuwa mbunge, akijijengea umaarufu mkubwa hasa kwa vijana kwa kupinga utawala wa Yoweri Kaguta Museveni kupitia chama chake cha NUP, National Unity Platform. Amekuwa mpinzani mkuu wa serikali ya Uganda, akigombea urais mwaka 2021 na kuibua mjadala mkubwa kuhusu demokrasia ya Uganda, haki za binadamu na mabadiliko ya uongozi nchini Uganda. Mpinzani wake Yoweri Museveni, ambaye alizaliwa mwaka 1944 katika eneo la Ntungamo, kusini magharibi mwa nchi ya Uganda, ambaye alipata elimu yake ya juu chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, ambako alianza kujihusisha na siasa za ukombozi barani Afrika. Akiwa kijana mdogo tu, alivutiwa na harakati za kupinga ukoloni na uongozi mbaya, jambo lililomfanya aingie kwenye mapambano ya kisiasa mapema kabisa. Baada ya miaka ya migogoro ya kisiasa na mapinduzi nchini Uganda, Museveni alianzisha kundi la waasi lililojulikana kama National Resistance Army, NRA, kupitia vita vya msituni vilivyochukua takriban miaka mitano, mwaka 1981 hadi mwaka 1986. Aliongoza mapambano ya kuiondoa serikali iliyokuwa madarakani chini ya Milton Obote na baadaye Tito Okello, na hatimaye ilipofika mwaka 1986, jeshi la Museveni lilitoka msituni na kuingia mjini Kampala na kuchukua madaraka. Museveni alichukua urais mwaka 1986 baada ya kumwondoa madarakani Tito Okello, na tangu wakati huo
Museveni amebaki kuwa rais wa Uganda kwa muda mrefu sana. Hadi sasa mwaka 2026 amekaa madarakani kwa takriban miaka 40, jambo linalomfanya kuwa mmoja wa viongozi waliokaa muda mrefu zaidi barani Afrika akiwa madarakani. Baadhi ya watu wanasifia uongozi wake na kusema kwamba umekuwa ni uongozi wa mafanikio na utulivu katika nchi ya Uganda, lakini upande mwingine umekosoa vikali kwa masuala ya kidemokrasia pamoja na uvunjifu wa haki za kibinadamu. Turudi kwa Edward Seboof Idi Mutwe, mlinzi wa Bobi Wine. Alipobambikiziwa kesi ya uhaini na kupelekwa mahabusu, alieleza kwa uchungu sana yale ambayo anayopitia huko alikofungwa au huko mahabusu. Alieleza wazi mahakamani kupitia misukosuko, mateso yasiyoisha, lakini hayo yote inasemekana yanasababishwa na mtoto wa rais wa Uganda ambaye ni jenerali mkuu wa jeshi la Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Na ikumbukwe tu kwamba mtoto wa Yoweri Kaguta Museveni, Jenerali Muhoozi, aliapa kwa kusema mtu yeyote nchini Uganda ambaye hata muunga mkono baba yake kwenye uchaguzi ambao ulifanyika Januari mwaka 2026 basi atakiona cha mtema kuni. Jenerali huyu aliongeza msisitizo kuwa anaendelea kumpa mateso mlinzi wa Bobi Wine, yani aliye mpaka aliye tena. Na kweli alilia mpaka mahakamani. Lakini swali itabaki pale tu, kwa nini Bobi Wine haonekani akimsaidia mlinzi wake, au anamsaidia kimya kimya na sisi hatuoni? Kamanda mlinzi wa Bobi Wine alipofikishwa mahakamani tarehe 20 Mei 2025, aliieleza mahakama mateso anayopitia na kunywa dawa 12 za kutuliza maumivu kwa siku na kufa kutokana na maumivu. I am dying from the pain. Aliomba matibabu kwa kusema, if they must cut off my arms, let it be done. Ikiwa lazima wakate mikono yangu, basi ifanywe hivyo. Mlinzi wa Bobi Wine, mpinzani mkuu wa Yoweri Kaguta Museveni. Ama hakika siasa za Uganda kweli zimeganda. Unatamani kufahamu nini zaidi, pengine kupitia tukio hili au matukio mengine yanayoendelea Afrika? Hii ni Street Report. Endelea kusubscribe ili uendelee kupata matukio mengine kama haya. Sina la ziada kwa leo.